Yesu apewe sifa. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Karibuni tena katika somo letu. Tunashukuru Mungu ametufikisha katika mwaka mpya. Mungu awabariki nyote. Leo tutakuwa na swali ambalo tunataka tulijibie. Je, mwana wa Mungu anaweza akaukosa ufalme wa Mungu? Je, mwana wa Mungu anaweza asirisi ufalme wa mbinguni? Ndilo somo letu la leo. Kwanza kabisa, ili tujibu hili swali letu inabidi tuelewe, tujue, tuulize kiundani. Ili mtu aitwe mwana wa Mungu, ni kitu gani kilifanyika ili huyu mwanadamu atoke hatua ya kuwa mwanadamu wa kawaida mpaka anze aitwe mwana wa Mungu? Ni kitu gani kilifanyika? Kwanza, neno la Mungu linasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio hao waliaminio jina lake. Kwa hiyo tumepata mwangaza kwamba ili mwanadamu aitwe mwana wa Mungu, ili mwanadamu afanyike kuwa mwana wa Mungu, ni lazima ampokee Yesu Kristo ndani yake. Kwa hiyo kule kutoka katika dhambi, ulipokuwa katika dhambi, ukatubu dhambi zako, ukayatoa, ukampatia Yesu maisha yako, ukabatizwa, ukaokoka, kule ndiko kunamfanya mtu kuitwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo ili uitwe mwana wa Mungu ni lazima umpokee Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye alikuwa katika dhambi, akatubu dhambi zake, akaokoka, akayapa maisha yake kwa Yesu, akabatizwa, alipata kibali cha kufanyika cha kuitwa mwana wa Mungu kipindi kile, kwa sababu anatoka katika dhambi. Lakini kabla tujaingia ndani zaidi, ukumbukwe kwamba wana wa Israeli walikuwa na title, walikuwa na jina ya kuitwa wana wa Mungu. Kutoka 4:22, nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Kwa hiyo hata wana wa Israeli walipokuwa katika Misri, Mungu aliwaita ni wanawe. Israeli ni mwanangu. Ili andiko lina unabii mbili. Kwanza linazungumzia wana wa Israeli, lakini pia lina unabii wa kutimiza kuja kwa Yesu Kristo, kuzaliwa kwa Yesu. Linamsema Yesu kiufupi. Kwa hiyo hawa wa Israeli walikuwa wameshakuwa na title ya kuitwa wana wa Mungu. Lakini walipotoka Misri wakamuasi Mungu. Hao wana wa Mungu wakamuasi Mungu, wengi wakafa. Mungu akawapiga jangwani. Lakini still walikuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo unaweza ukawa mwana wa Mungu lakini ukakosa kusudi la Mungu. Unifate vizuri. Hili ni somo ngumu kwa sababu tuna uelewa wetu ambao tumeshaelewa, tumeshakuwa nao, lakini twende polepole. Malaika wote mbinguni walikuwa wanaitwa wana wa Mungu. Malaika wote ni wana wa Mungu. Lakini baadhi yao wakaasi. Walikuwa na title ya wana wa Mungu, lakini still theluthi ya malaika ikaasi pamoja na shetani, wakawa kinyume na Mungu, wakaadhibiwa. Acha nichukue mfano wa tatu wa kawaida wa kwetu sisi wanadamu. Mzazi mwanaume anaweza akawa hata na watoto 10. Lakini kukawa mtoto mmoja ambaye ni wavurugo, ni mtukutu, anapiga mama, anapiga baba, ni mvuta bangi, mzinzi, anaua watu, ashikiki, ameshashauriwa na watu asikii. Huyo mtoto ana title ya kuitwa mwana, ni mtoto wa baba fulani. Lakini yule baba anaweza akamfukuza.
wazazi wanaelewa. Baba mzazi anaweza akachukua hatua ya kumfukuza huyo mtoto na kumkataa, hata kumlaani. Wewe si mwanangu tena, na akamlaani, akasema maneno mazito na akamfukuza, toka nyumbani kwangu. Lakini still ni mwanae, lakini anakosa zile baraka za baba. Sasa turudi sasa kwenye somo letu. Nilitaka nikueleweshe hapo kidogo. Ukiwa msomaji mzuri wa Biblia, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, Biblia inajigawa katika maneno mawili makubwa. Maneno haya mawili makubwa. Neno la kwanza ni sheria ama Torati. Neno la pili ni imani. Maneno haya mawili makubwa. Neno la kwanza ni sheria au Torati, na neno la pili ni imani. Mambo yote kwenye Biblia ambayo yalikuwa yanamhusu Yesu Kristo, mambo mengi ambayo mambo yote ambayo Yesu, ama niseme hivi, mambo yote ambayo yanaitwa imani kwenye Biblia yalikuwa yanamhusu Yesu Kristo, na mambo yote ambayo yanamhusu Yesu Kristo ndani ya Biblia yalikuwa yanaitwa imani. Nafikiri pale naeleweka. Sasa Biblia nasema hakuna hesabiwaye haki kwa matendo ya sheria. Kutaka kumaanisha ili mtu ahesabiwe haki, mtu anahesabiwa haki kwa imani, kwa kumwamini Yesu Kristo. Na sasa tumepata kuona katika andiko letu la kwanza kwamba ili mtu ampokee Yesu Kristo, ili mtu afanyike kuwa mtoto wa Mungu, ni lazima ampokee Bwana wetu Yesu Kristo. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wao waliaminio jina lake. Kwa hiyo ile kutoka katika dhambi na kuacha dhambi zako na kuingia katika wokovu, ukamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, ukabatizwa kwa jina la Yesu, pale unaishi katika imani. Yaani pale unaingia katika imani, unahesabiwa haki ya kuitwa mtoto wa Mungu. Ndio kwa maana maandiko yanasema mwenye haki ataishi kwa imani. Yaani kwa lugha fupi, mwenye haki, ili mtu aitwe mwenye haki, lazima awe na Yesu ndani yake, lazima ampokee Yesu Kristo. Sasa kule kumpokea Yesu Kristo ndani ya maisha yako na kubatizwa kwa jina la Yesu, kule kuna kufanya wewe unaitwa mwana wa Mungu. Kwa mujibu ya andiko letu la kwanza, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hiyo ndiyo imani. Sasa maandiko yanasema imani bila matendo imekufa. Hapa sasa, kwa hiyo mimi ninapoingia katika wokovu, ninapompokea Yesu Kristo, nimeingia katika imani. Lakini kwa nini maandiko yananiambia imani bila matendo imekufa? Umeshakuwa mtoto wa Mungu tayari. Umeshahesabiwa haki ya kupata baraka za Ibrahimu. Umeshahesabiwa haki ya kupata baraka za Mungu. Kwa sababu gani? Umeshampokea Yesu Kristo ndani yako. Umeshahesabiwa haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umeshampokea Yesu Kristo ndani yako na ukabatizwa. Lakini maandiko nakwambia imani bila matendo imekufa. Kule kumpokea Yesu Kristo ndo imani. Kule kumpokea Yesu Kristo, kule kuingia katika Yesu Kristo, katika wokovu, katika neema, ndo kunaitwa imani. Sasa Biblia inakwambia imani bila matendo imekufa. Kwa hiyo unaweza ukaingia ndani ya Yesu Kristo na ukaitwa mwana wa Mungu, lakini ukakosa matendo, ukafa. Kwa hiyo kinachokuweka wewe uzidi kuwa hai katika imani ni matendo ambayo umekuta hiyo imani imeyasema kwamba ukiingia ndani ya imani lazima utii matendo haya, lazima utii sheria hizi, lazima utii hizi sheria, lazima utii hizi.
Sasa wewe umeingia ndani ya imani, umetoka katika dhambi zako huko, ama wajushi kama vile watu wa Israeli kabla Yesu ajaja, wakitoka katika imani yao ya Israeli, imani yao ya Agano la Kale, yani kuheshimu Torati, yani wakitoka katika imani yao ya Agano la Kale, wakiingia katika imani ya Yesu Kristo, wakiingia katika wokovu, waga wanahesabika wanatoka katika sheria, wanaingia katika imani kwa kumpokea Yesu Kristo. Sasa maandiko nasema imani bila matendo imekufa. Kwa unaweza ukatoka sehemu ulipokuwa katika dhambi, ukaingia katika wokovu na ukampokea Yesu Kristo, ukafanyika kuwa mwana wa Mungu. Lakini ukikosa kuheshimu matendo, ukikosa kuheshimu sheria za Roho, sheria za Kristo zilizokuwa ndani ya imani, ulizozikuta ndani ya imani, umekufa. Kwa hiyo unaweza ukawa mtoto wa Mungu lakini ukakosa ufalme wa Mungu kwa kushindwa kutii sheria na maagizo uliyoyakuta ndani ya imani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo hapa tumepata aina mbili za wana wa Mungu. Kuna wana wa Mungu ambao walitii sheria za baba yao, ndo wale malaika ambao wamebaki juu mbinguni. Walizitii, walimtii Kristo, walimtii Mungu, wakabaki kule. Lakini kuna malaika wengine ambao hawakutii, walikuwa wamesha kuwa wana wa Mungu, lakini hawakutii, wakatupwa. Kwa hiyo tumepata aina mbili za wana wa Mungu. Unaweza ukawa mwana wa Mungu uliyeingia katika wokovu, maana unapata baraka pale ambapo umempokea Yesu Kristo akiingia tu ndani yako, ukibatizwa na kuokoka. Na ndio kwa maana maandiko nasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Kuokoka kule ni kuokoka kwa hapa duniani kwanza, kutolewa katika maisha ya zamani, mauti ya zamani ambayo kabla hujampokea Yesu Kristo ulikuwa unakufa. Unatolewa katika maisha yako ya zamani, unaingia katika wokovu. Aaminie na kubatizwa ataokoka, unaingia katika wokovu. Na uchunguze tu, watu wengi, karibuni wote walivyoingia katika wokovu walimwamini Yesu Kristo, isipokuwa tu wale ambao hawakumwamini Yesu, walienda tu, hawajui wanafanya nini. Lakini mara nyingi wengi wanaamini kwanza, wanabatizwa, kisha wanaokoka. Sasa kama watu wote, karibuni wengi, kama watu walivyoingia katika wokovu walimwamini Yesu, wakampokea Yesu Kristo, wakafanyika kuwa wana wa Mungu, wakafanyika kuwa wana wa Mungu, ndugu yangu, hapo sasa ndo tutagawanyika. Kama ukiendelea na imani ya Yesu Kristo, ukashindwa kutia matendo, ukashindwa kuheshimu sheria, hapo ulikuwa yani unafanyika mwana wa Mungu mwanzo, lakini ukaasi kama vile malaika, ukashindwa kuona ufalme wa mbinguni, lakini ulikuwa na title ya mwana wa Mungu. Lakini kuna mwingine, yeye amefanyika mwana wa Mungu kwa kumpokea Yesu Kristo, akabatizwa, akaokoka, akafanyika mwana wa Mungu, lakini akaendelea kuheshimu sheria za Kristo alizozikuta ndani ya imani, ndani ya wokovu. Huyu ndo anakuwa yule mwana aliyezitii sheria za baba yake, kama vile wakina Caleb na Joshua. Hili ni somo ngumu, lakini ninaamini umenielewa. Kwa unaweza ukawa ni mwana wa Mungu kwa sababu uko ndani ya imani ya Kristo, unamwamini Yesu Kristo. Kilichokupatia garantia wewe kuitwa mwana wa Mungu ni ile ulibatizwa na ukamwamini Yesu Kristo, na siku ile Yesu alikuja kukaa ndani yako, kwa sababu ulitubu dhambi zako, ukaokoka, ukampatia Yesu maisha yako, ukaitwa mwana wa Mungu. Lakini siku zote mtoto akiendelea kumsumbua baba, asipoendelea kutii sheria za nyumba, mara nyingi waga huyo mtoto baba anampa adhabu ama anamfukuza. Kwa hiyo unaweza ukawa ulikuwa mwana wa Mungu, lakini ukatoka katika familia ukapigwa adhabu. Imani bila matendo imekufa. Nilikuambia kwamba sehemu yote ambayo unaona panaandikwa imani ni wokovu, ni kumwamini Yesu Kristo. Sasa kwa lugha nyingine, kumwamini Yesu Kristo bila matendo umekufa. Kama kumpokea Yesu Kristo ndio kumekufanya wewe uitwe mwana wa Mungu,
lakini ukashindwa kutia matendo, kuheshimu sheria za Kristo, kuheshimu sheria ulizozikuta ndani ya imani, umekufa. Kwa hiyo acha dhambi, heshimu, tii neno la Mungu, tii vyote ulivyovikuta katika imani. Yesu, humu ndani ya Yesu Kristo, humu ndani ya wokovu muna sheria zake, ndani ya neema muna sheria, lazima uzitii zile sheria. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo kuna kibali cha kuingia mbinguni. Imani ndani ya Yesu Kristo na kutii. Lakini ukibaki na imani tu, lakini unashindwa kutii, ni tatizo. Mungu atubariki.